Hapo nimeeleweka vizuri? Kazi ya kufundisha, amen, ni kukusaidia wewe kujitambua kwamba hicho unachotafuta unacho tayari. Jamani, watu hao wamekaa hapa hii Biblia miaka yote na walitamani sana wafanye mambo makubwa, ishara maajabu, amen, ila kilichokuwa kinawasonga ni nini? Walikuwa wajitambui. Yaani hawajui kabisa kwamba ile Biblia walionea ni mpanga mmoja wa hatari. Ndipo alipokuja huyu malaika wa Ufunuo 10, alikuwa anatumia umwili wa ndugu yetu na Abraham, akawasaidia wajitambue. Mnachokitafuta mnacho hapo. Sababu ile neno kilichukua kilitamka tena linatoa matokeo. Ilikuwa ni jambo la wao kukubali kwa amina. Wao wakajaribu kulisukuma mbali. Fanya kufundisha akufanye kuwa kiumbe kipya. Amen. Kama nilivyotolea mfano, mwalimu akupia IQ mpya. Ila kufundisha kuna kufanya upate nguvu za kuinuka na kuchukua kile unachohitaji. Yaani ndio maana na pia akasema huduma inayofuata ni huduma ya mafundisho. Amen. Huduma kubwa mno. Haleluya. Sio mafundisho ya Musa. Hapana. Wala Wesley. Hapana. Wala Pentecost. Amen. Ni mafundisho yale yaliyokuwa ndani ya mihuri 7. Amen. Ambayo tulikuwa ndani ya ngombo 7. Amen. Ndio mafundisho yanayokuja kufundishwa kanisa. Amina. Amen. Kwa sababu ili sasa uweze kuwa mhubiri, wewe unataka kuhubiri. Nimeshaonyesha sikuhubiri ile. Kuhubiri ni kuonyesha. Amen. Sasa tunatafuta Ukristo, wao unaonekana Ukristo ndio huo hapa. Amen. Huko ndio kuhubiri. Amen. Tunatafuta wanawake sio basi wao wanasema mnasumbuka sana Biblia. Ndio mimi hapa. Haleluya. Begi mabegi leo matano lakini hapa tuna suruali hapa moja. Una suruali kali Yesu sina. Hayo ndio mahubiri. Amen. Sasa kabla kwanza ya kwenda kuwa mhubiri inabidi ukutane na mwalimu. Amina. Understand me? Mwalimu anakupa nguvu za kuinuka kwa sababu mwalimu anakufundisha hizo ahadi zako. Wewe ni nani? Who you are. Anakupa value yako. Anakupa title yako. Kwamba wewe stage yako ni hii. Wewe unapaswa kukaa na watu hawa. Malaika ndio level yako. Ndipo unapojitambua hivyo. Ndipo sasa unaanza kuvaa kama nani? Kama rais na wewe. Sababu level yako sinaokana na rais. Unavaa suti kama za kiraisi. Haleluya. Na unatembea tofauti kama rais. Kwa sababu tayari umefundishwa. Unainuka katika nguvu zako. Kwenda sasa kuhubiri. Yaani kuonyesha. Haleluya. Shalom. Mumeona vile ilivyo muhimu sana. Sasa mambo hayo hayawezi kutoka kwenye ujumbe wa Musa. Haleluya. Musa si amefundisha miaka yote. Na kwa sababu sio madhehebu ya Musa. Mbona wanawake wanafanya ukahaba wakiwa ndani kanisani? Wakatoliki sio wamefundisha miaka yote. Kuna siri zilizokuwa zimefichwa kabla ya kuwa msingi ya ulimwengu, ambazo hizi siri zitakuja kuamsha ile mioyo ya watu wote, kuitransform. Ndio maana kuhubiri wala kufundisha sio kuadilisha. Unajua kuna tofauti ya kuadilisha na kuhubiri au kufundisha. Kuadilisha ni kuja hapa jambo kwa dada. Unapaswa kuvae sketi ndefu. Wewe ni Mkristo, pokea ujumbe wa sala. Dada, unatakiwa utoe fungu la 10. Wewe ni Mkristo, utoe na matoleo. Hapo na kuadilisha. Ndio maana mlifikia mahali mkachoka. Amina. Amina. Ila mara 4 mliahidiwa kazi yake ilikuwa kuja kwa nini?
kugeuza, kutransform. Kuna msemi amina. Ilikuwa ni nyeusi ikawa nyeupe. Sasa hiyo huielezei tena, kwa sababu yenyewe ndio nyeupe. Inajielezea yenyewe, inajihubiri yenyewe. Haleluya! Huweza kuiambia abudu kanisani, yenyewe ndio kuabudu kwenyewe. Imebadilishwa. Bwana, ahadi ya Malaki ilikuwa na nguvu mno, kwa sababu ni kugeuza mioyo ya watoto kutoka moyo yenye kiburi kuwa mioyo ambayo imepondeka, mioyo yanapokea neno. Watu wakaja kutuadilisha. Ndio maana tukapata wasomi wengi ndani ya ujumbe. Wasomi wengi. Kukutana na dada kama umebatizwa jana, wewe unaelewa nini? Sisi tumekaa kwenye ujumbe miaka 20. Nisikiliza mimi. Wasomi wengi ndani ya ujumbe, lakini hajakutana na zile nguvu za kubadilisha. Baada akasema nimguse mtu kwenye fundisho lake atakuka. Tunataka kujua mguse kwenye kila anachokitaka. Mkanyage hivi. Ndipo kama anapolipuka kama pilipili. Kwa sababu gani? Hajabadilishwa. Alikuwa yuko hai, amekuwa maiti. Maiti katika Kristo. Maiti anaweza kujitetea? Hapana. Oh my God. Amen. Amen. Wangapi walishaona maiti akivuka koga anajitetea? Hapana. Maiti ajitetei. Unakuwa maiti kwa Kristo. Maiti juu ya neno. Kila ninayokuambia wewe ni amina. 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 Kapata waelimishaji kabambe. Kwa hiyo watu wakapania tu jambo moja. Kumbe jambo ni kusoma tu jumbe na kuzikariri. Basi. Kwa hiyo watu wanakariri, hapo anaanza eti huduma nayo wanaitafuta. Eti huduma wanaitafuta, eti huduma. Eti mimi ni mwanaume, alafu najitafuta mimi mwenyewe. Yaani huduma wanaitafuta. Watu kusoma jumbe wanatafuta mwenyewe. Pole sana. Amen. Kwa hiyo ndipo sasa tunaona maandiko sana yanakuwa yanatimia baada ya kuwa tayari mwalimu amekufundisha, umejua zile siri. Siri za nini? Siri za ngurumo 7. Zilizokuwa chini ya Mungu wa 7. Kama kanisa linahubiri siri za Mungu wa 7 na watu hawajabadilika, usihangaike, kwa sababu ujumbe huu unakokote kwa jaribu matatu. Amen. Kwa hiyo fanya wewe ndio hizo siri. Wewe ndio hizo nyaraka. Wewe usihangaike sana. Chukua nyaraka hizo alafu hizo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Waaminio wanapaswa watambue. Tambue kuwa baraka ni zako. Na wewe mwenyewe ndio baraka. Uko nazo. Unapokuja kanisani unapaswa uwe umekaa katika mkao huu. Amina. Amen. 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 Ukija hapo ukitegemea mimi nikupe baraka, ni uongo. Yesu akumpa yule mwanamke uponyaji. Alisema imani yako imefanyaje? Kuponya. Sema basi kwa kinywa chako. Ila nataka labda nikusaidie tu kazi ya Mungu anafanya ni kwa Mungu tena kazi katika ngapi? Jina la Baba libarikiwe. Amen. Mungu alinena baraka zako. Amina. Umeelewa? Na unazo tayari. Amen. Mungu anachoka hapa tena. Amina. Mungu anachokuja kufanya akiwa hapa ni kuzibariki. Amina. Haleluya. Amina. Wangapi wanaelewa? Maana kama unakuja unatafuta baraka, zinapokuwa zinabarikiwa hapa, Mungu akizisema wewe zipokee. Amina. Hatua ya mwisho ni wewe lazima ufanye kitendo cha kukubali. Amina. Vizuri. Mtoto anaweza kufanya vizuri mambo yake nyumbani, ila anahitaji baraka za nani? Za Baba. Amefanya vizuri kabisa ndio. Inawezekana sasa mwingine alikubali.
lakini Baba analipa kibali, yaani kama izini. Kazi ya mimbara ni kutoa izini asije baraka za Mungu. Ukijidanganya ati umesoma sana alafu wewe uende kanisani, basi umekosa baraka zako, maana umekata ule mnyororo. Lakini kazi ya mimbara inapozitamka, wewe unapaswa ujue unataka nini, alafu zinapotamka wewe unazipokea kwa amina. Ndipo zinakuwa kwako, zinakuwa zako. Haleluya! Unahitaji uponyaji, unakuja hapa. Biblia anasema Yesu Kristo ndiye yule jana leo na hata milele. Hata kama wengine jambo hili linawapita, wanasema amina. Kwa sababu unalo jambo linalokutesa. Inawezekana ni nguvu inakutesa. Na unatafuta uponyaji. Unasema hiyo ni ya kwangu, ni amina. Na unaposema hiyo Mungu analetea mafuta yanakuwa. Nimeeleweka. Ndipo utatu wa Mungu unakamilika. Ni yeye aliahidi, ni yeye anakuja kuzibariki, ni yeye anasema amina. Bwana wewe unaweza kusema amina. Haleluya. Mlango wa kufungua uko nao wewe. Mlango wa kufungua baraka zako uko nao wewe. Na mlango wa kufunga baraka zako uko nao wewe. Wewe unaweza ukafunga baraka zako na unaweza ukazifungua wewe mwenyewe. Wewe unaweza ukamfungulia mchawi wa kuloga na unaweza ukamfungia mchawi wewe mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Sasa hiyo ni kazi ya walimu kusaidia ili ujitambue, ili ujue. Unapotembea unajua kabisa mimi ni mali ya Bwana. Amen. Sio mali ya mimi ni mtoto wa Mungu. Na chote kilichotoka kwa Mungu kimebarikiwa. Neno la Mungu ndilo baraka. Na wewe ndio neno. Haleluya. Tusimame kwa miguu yetu.